tuko hapa kwa ajili ya kwenda kazini. Kwa hiyo haya ni mafunzo ambayo yanawatengeneza nyie kuwatoa kwenye kule uraiani, kutokuwa na ajira, kuwaleta sasa kwenye uwanda wa kujua namna ya kwenda kuwatumikia waajiri wetu, si ndio? Tuliweza kujifunza siku ya jana namna ya kuhudumia vizuri wateja, pale ilikuwa ni swala la customer care, lakini leo tutaenda kuongelea zaidi, tutastiki kwenye mindsets za wadada wa kazi. Kwa sababu kwenye mtaala wetu huu ambao tumeuandaa, lengo na madhubuti ni kuendelea kuongeza ubora, kuongeza value, kuadd value kwa dada, ili kwamba wewe uweze kupanda kwanza kwenye utendaji kazi, lakini pia upande kwenye mshahara, si ndio? Sababu lengo la kila mtu anafanya kazi ili mwisho wa siku uweze kujitegemea kinini? Kiuchumi, si ndio? Kwa sasa ili uweze kujitegemea kiuchumi, pia kadiri unavyozidi kuongeza value kwenye utendaji kazi, ndivyo utakavyozidi kuongeza value ya wewe kuweza kupata mshahara mkubwa zaidi. Na huu mtaala ama huu mwongozo umeandaliwa makusudi kali ili kuweza kuwatengeneza nyie wadada na kuandaa kuwapeleka kwenye level ya juu zaidi. Kwa kama ulikuwa traditional, maana yake hautakuwa tena traditional baada ya kupitia kwenye huu mtaala kwa mwaka mmoja na kuweza kuutendea kazi vizuri. Baada ya mwaka mmoja kutoka traditional utaenda smart. Kama ulikuwa smart, basi hautaweza kubaki pale pale ulipokuwa, kwa sababu haya ni maarifa ambayo yanakuongezea wewe uwezo wa utendaji kazi, uwezo wa nidhamu kazini, lakini pia uwezo wa kutambua kwamba wewe unatakiwa kuwa na customer service. Kwa hiyo siku ya leo tutakwenda kujua kwamba katika muktadha wa kazi kuna shauku, ari na hamasa katika kutenda kazi zetu. Sio kwamba tu unafanya kazi za nyumbani kwa sababu ndio kazi ambayo umeipata, no. Yaani unatakiwa uwe na passion, ambayo passion sasa kwa Kiswahili ndio ari, shauku au hamasa ya kufanya kazi. Na sio tu kufanya kazi kwa bidii, na kufanya kazi kwa ubora. Kwa sababu sisi Wadada Center tunasema tuna majukumu ya nyumbani ambayo ni malezi bora, usafi bora na mapishi. Hayo mengine huko hatuyajui, kwamba wengine ndio hayo majukumu ya nyumbani, usafi, mapishi na malezi. Lakini kwa Wadada Center lazima neno bora liwepo kwenye kila sekta ambayo imehusisha haya majukumu ya nyumbani. Kwa hiyo ikatupatia malezi bora, ikatupatia usafi bora pamoja na mapishi. Sasa katika kutatua changamoto za mwajiri, ambalo ndilo lengo lilompelekea mwajiri wako kuweza kuja kulipa pesa zake za huduma na kuweza kukulipa wewe mshahara wako, lengo lake ni kwamba ana changamoto zake, ambazo hizo changamoto zake zinahitaji utatuzi. Kwa hiyo ili uweze kutatua changamoto ya mwajiri wako, cha kwanza ambacho unatakiwa uweze kukifanya ni mindset yako, kujua kwamba unatakiwa ujiweke ama ujiseti kwenye mlengo wa kutatua changamoto za mwajiri wako. Tunaelewana vizuri? Sasa sio tena unaenda kuokoa mmoja kati ya changamoto za mwajiri wako, kwa sababu yeye analipia huduma, analipa salari yako kwa mwezi. Lengo lake ni kwamba alikuwa na changamoto fulani iliyomsababisha yeye kuweza kutafuta dada wa kazi. Na katika kufikiri kwake kutafuta dada wa kazi, akaiwaza Wadada Center. Kwa hiyo alipokuja Wadada Center akakupata wewe. Sawa? Kwa hiyo sasa unavyokwenda unatakiwa ukatatue yale yaliokuwa yamempelekea yeye kutafuta suluhisho, ambayo ni changamoto zake. Na sasa katika kutatua changamoto, kama nilivyowaambia, cha kwanza ambacho kinakupelekea wewe uweze kujua kama changamoto inatakiwa ni itatue, ni mindset yako, ni akili yako, ufahamu wako. Wewe unafikiri nini kuhusiana na majukumu ya nyumbani? Unafikiri nini kuhusiana na swala la malezi, mapishi na usafi? Mindset ya dada. Kwa sababu bila kutatua hapa kichwani, hata kwenye utendaji kazi hautaweza kufanya vizuri. Sawa? Kwa hiyo kitu cha kwanza ujue kabisa, jambo kubwa linalokupeleka kwa mwajiri wako ni kwenda kutatua changamoto zake. Na changamoto zake, kama anahitaji watoto wake wapate malezi mazuri, hiyo ndio changamoto yake. Yeye yupo busy kutafuta hela. Sasa watoto wake wako pale, wanahitaji mtu wa kumwangalia, ambaye sasa nimempelekea kukupata wewe ili ukamwangalizie mtoto wake. Kwa hiyo sasa na usiende tena swala lile ulilokabidhiwa, ambaye ndio kama changamoto yake, badala upeleke suluhu unaenda kuongeza tatizo jingine. Sawa? Kwa hiyo sasa hakikisha kitu cha kwanza kabisa unapenda kazi yako kweli kweli. Yaani ufahamu wako tu, kwa sababu kupenda kazi sio kufanya kazi. Kuna utofauti wa kuipenda kazi na kuifanya kazi, sawa? Kwa sababu unaweza ukafanya kazi ambayo huipendi. Na unajua madhara ya kuifanya kazi ambayo huipendi, hauwezi ukaifanya vizuri. Yaani ndio ile tunarudi pale kwenye ile neno passion. Yaani unakosa ule muamko wa ndani, unakosa ile hamasa ya kuifanya hicho kitu. Lakini kitu unachokipenda utajitahidi kuwekeza ili kwamba ukifanye vizuri. Hata kama ukijui, utajitahidi tu kukifuatilia ili kwamba ukijue na kujifunza ili kwamba ukijue na uweze kukifanya. Kwa hiyo cha kwanza ni hakikisha unapenda kazi yako kweli kweli. Badala ya kuona
kazi anazotaka mwajiri wako uzifanye ni mzigo na mateso au manyanyaso, unatakiwa kuziangalia kama fursa ya kuonyesha ujuzi wako, fursa ya kujipambanua, kuonyesha kwamba wewe una kibali, una uwezo wa kufanya hilo jukumu na pengine na zaidi. Kwa sababu sisi tunawadada tuliwapeleka kwenye kazi za nyumbani, lakini baadaye waajiri wao wakawabadilishia majukumu, wamepeleka kwenye ofisi, kwa sababu walionyesha ujuzi waliokuwa nao kwenye ile kazi ya nyumbani, ikampelekea mwajiri wake kuamini kwamba huyu mtu hata nikimkabidhi ofisi yangu anaweza kuiendesha. Kwa hiyo badala ya kuiangalia ile kazi kama manyanyaso, kama vile jamani mimi hapa nanyanyaswa, kuambiwa niwafulie watoto wakubwa na nyanyaso, hapana. Hiyo ndio ilikuwa changamoto yake iliyomfanya akulipe wewe shilingi 1,500, inayemfanya kulipa wewe shilingi 300. Kwa hiyo sasa na wewe badala ya kuona kama vile ni manyanyaso kufua nguo za familia ya watu ama kuwapikia chakula, wewe chukulia ile kama fursa ya kuonyesha kama mimi kupika najua. Ili kesho na kesho kutwa wewe bosi wako ana restaurant sehemu, umemuonyesha unajua kupika jamani, hata kama certificates una, anakupeleka kwenye mgahawa wake. Au sio hivyo tu, umeonyesha namna ambavyo unaweza kufanya kazi yako kwa bidii na unaipenda kazi. Sio lazima awe na restaurant, lakini atakupeleka kwenye ofisi yake fulani alionayo. Na sio tu kupeleka kwenye ofisi yake fulani alionayo, anaweza kukuongeza mshahara, anaweza kuwa anakupa bonus. Sawa? Kwa hiyo ipende. Ichukulie kama sehemu ya kuonyesha ujuzi na uwezo wako wa kutatua changamoto za mwajiri. Yaani kikubwa ndio hicho, sisi tunaenda kutatua changamoto. Jua kabisa mimi mdada ninatokea Wadada Center. Kazi yangu kubwa ni kwenda kutatua changamoto ya mwajiri wangu. Kwa sababu naye asingekuwa na changamoto basi asingekuja kutafuta dada wa kazi, si ndio? Angekuwa hana changamoto yake ambaye inahitaji usaidizi, asingekuja kutafuta dada wa kazi. Lakini pia na wewe ungekuwa unazo hela, umekaa nyumbani kwenu una biashara yako, pia usingekuja wapi? Wadada Center, si ndio? Kwa hiyo mindset tu ya kujua kwamba mimi kuna ninachokihitaji, lakini pia huyu naye ananilipa, kuna anachokihitaji. Kwa hiyo wote katika kwenye yale mnayohitaji lazima utekeleze kitu fulani ndio upate kile unachokihitaji. Lazima ufanye majukumu yako ndio upate kile ambacho unakihitaji. Sasa hiyo inaanzia kwenye mindset yako. Kwa sababu kuna wadada wengine ukienda kwenye kazi za ndani unaanza kutia huruma pale, yani unavyoelezea jamani kuishi kwa watu kazi. Ndio ni kazi kwa sababu ni kazini pale. Sio kwa mama yako, sio kwa dada yako, wala sio kwa shangazi yako. Ni kazini, ni kwa mwajiri wako, ni kwa bosi wako. Ni kwa mtu ambaye anatakiwa akulipe mwisho wa mwezi, sawa? Kwa sababu ungekaa nyumbani, ungelipwa na mama yako nyumbani kwa sababu umekaa mwezi ukaisha. Hapana. Kwa hiyo kwa sababu yule anatakiwa akulipe na wewe unatakiwa utatue changamoto zake. Sawa? Hutakiwi kufanya kazi kwa sababu tu unalazimika ili upate pesa. Bali unafanya kazi kwa sababu kwanza ni agizo la Mungu. Naamini wote hapa tuna imani zetu, tunamwamini Mungu, si ndio? Sisi Biblia inatuambia asifanye kazi na asifanyaje? Asile. Sasa unaweza ukaona ambavyo Biblia yenyewe imekuwa very straight kwamba asiyefanya kazi asile, yani kabisa asile, akae afe njaa kwa sababu kujituma hataki. Kwa hiyo kwanza tufanye kwa sababu ni agizo ambalo tumeagizwa na Mwenyezi Mungu kwamba tujitume. Na hata jukumu la kwanza alilopewa mwanadamu duniani ilikuwa ni kuitunza bustani, ilikuwa ni kazi. Baada ya Mungu kumuumba Adam, kwanza alimwambia awape wanyama majina. Baadaye akamkabidhi bustani ili kwamba aitunze. Kwa hiyo jukumu la kwanza alilopewa ni kufanya kazi. Kwa hiyo wewe ambaye utakuwa upo unalegalega unahitaji kufanya kazi, wakati kwanza ni agizo la Mungu, maana yake ni dhambi, si ndio jamani? Jitahidi kufanya kazi kwa sababu asiyefanya kazi anatakiwa asile. Ni sawa. Kwa hiyo na wewe usipofanya vizuri majukumu ya bosi unataka kulipwa. Si ni simple tu. Uweze kulipwa na kazi zake ufanyi. Ndicho kilichomaanisha hapo kwenye huu mstari kwamba asifanye kazi asile. Lakini pili, unajisikia kuridhika unapofanya kazi ya kutatua shida ya mtu mwingine, yani mwajiri wako. Na tatu, unaona maana katika kile unachokifanya kwamba kazi inakuheshimisha na inakupa kipato halali. Kwa hiyo unajisikia kuheshimika, unajisikia kuridhika mwenyewe moyoni mwako kwamba kweli nimefanya kitu ambacho nimeagizwa. Hivyo unajisikiaje mfano bosi wako anakuambia, nimefurahia leo chakula, umepika chakula kizuri. Unajisikiaje? Unajisikia vizuri, si ndio? Kwa hiyo kuna ile namna fulani ya kuridhika moyoni mwako, lakini pia kuna ile namna unaona kwamba na mimi nimekuwa sehemu ya kutatua changamoto fulani. Kwanza kabisa inakukuza kiakili, inakukuza kiufahamu, inakutengeneza kuwa mtu ambaye unaweza kujitegemea. Hata ikatokea na wewe siku moja una kwako inatokea changamoto unaweza kuitatua, si ndio? Inakukuza akili yako. Hicho ni kipengele cha kwanza ambacho tulisema hakikisha unapenda kazi yako kweli. Tumeelewana? Hakikisha unapenda kazi yako kweli. Yaani hakikisha una mapenzi na kile unachokifanya. Usiwe tu unafanya kwa sababu mimi nataka mwisho wa mwezi ufike nipewe 1,500. Hapo utaharibu kwa sababu kwanza utakuwa unadeki tu, moyo wako hauna amani. Hapana, hakikisha unaipenda kazi, unaifanya kazi vizuri. Mwisho wa mwezi unapata kilicho cha kwako, lakini pia unakipata kilicho cha kwako huku moyoni wako una amani kabisa kwamba kweli 1,500 nimestahili kupewa. Sawa? Yaani utakuwa muda ambao unafanya kazi yako siku unatakiwa kupewa 300, ujiulize hivi 300 kweli ninayopewa
na ile majukumu unayofanya kwa nastahili kweli kupewa 300 au nimwambie tu bosi wangu anipunguzie 100. Sawa? Kwa sababu kumbukeni kwenye kazi za ndani mnakula kwa mwajiri, unalala kwa mwajiri, alafu mwisho mwezi akupe 150 ni nyingi. Unatakiwa umeifanyia kazi, si ndio? Hakikisha unafanya kazi ya mwajiri wako vizuri naye anafurahi. Cha pili, unajitolea zaidi inavyotakiwa. Yaani hata kwa mfano yeye ndio ilikuwa expectations zake ni hizi, watoto wake waangaliwe. Hebu nenda go extra mile. Yaani nenda mbele zaidi, jitolee zaidi kwenye kile kitu ambacho bosi wako alikuwa anategemea kutoka kwako. Wewe mshangaze. Yaani hiyo mojawapo tu itaonyesha kwamba wewe mindset yako inajua kwamba hapa nipo kwenye ajira. Akili yako inajua kwamba hapa nimeajiriwa, natakiwa nifanye zaidi ili bosi wangu afurahi. Sawa? Yaani hakikisha wewe unayemfanyia kazi ni mteja wako, jana tumekubaliana. Hakikisha mteja anafurahi. Wewe ukienda sehemu alafu mteja akafurahi, kwa mfano umeenda sehemu kwenye hoteli ukala, ukafurahishwa na ile huduma, huwa kitu unachofikiria ni kipi? Siku nyingine hata ukiwaza kwenda kutembea sehemu, utaiwaza sehemu gani? Ile ambayo ulienda ukafurahishwa, si ndio? Au tuseme umeenda sehemu ya kwanza ukafanya, yani sio kuhudumiwa vizuri. Siku nyingine ukienda sehemu ambayo utahudumiwa vibaya, utasema niliwahi kwendaga KFC ama niliwahi kwendaga sehemu fulani au niliwahi kwendaga sehemu fulani nikahudumiwa vizuri sana, lakini hapa sijaelewa kabisa huduma zao. Kwa hiyo hata mwajiri wako ni the same. Yeye atakuona kama vile wewe umemtengenezea mazingira ya yeye kujiona, kuridhika, kufurahi. Kwa hiyo hata siku nyingine ndio wale mnamaliza mkataba mwajiri wako anakungangania. Lakini kuna mwingine bosi wake mpaka alimfukuza. Yaani ifikia miezi 8, sio amemfukuza, amesema tu jamani asiwe dada miezi 11 imeni, kwamba kila mwezi mmoja. Akamuondoa dada ni kwa sababu amemtengenezea mazingira ya kuto kuenjoy pale nyumbani kwake. Yaani ameona tu kwamba kwa kweli bora nisamee huo mwajiri wa huduma. Lakini kuna wengine wanamaliza sasa wengi wananganganiwa na mabosi zao. Wengi sana wananganganiwa. Ni kwa sababu gani? Wametoa the best service. Wamefanya zaidi ya matarajio ya mwajiri wake. Ndio hiki kipengele cha pili, jitolee zaidi. Mtu mwenye shauku, ari na hamasa, ndio ile passion, hufanya zaidi ya yale yanayotarajiwa, au tunasema kujiongeza na kujiongoza bila kusimamiwa wala kukumbushwa. Usimpe mwajiri wako kazi, yani mwaka mzima inakuwa ni mwaka wewe kuwa anaongea tu. Leo ataongea hiki, kesho ataongea kile, kesho kutwa ataongea kile. Kila siku usipoambiwa kitu haufanyi. Tujifunze kujiongeza na kujiongoza, sawa? Kuna majukumu mengine ni very common. Unaangalia kabisa kweli hii sehemu hapa ni chafu ama hii sehemu haijasafishwa kwa muda mrefu. Mpaka mwajiri wako aje kwambia hebu sogeza hiki kitu, safisha. Kweli? Hapana, yani kuna vitu vingine unajiongeza tu peke yako. Umeshakaa pale nyumbani umeyazoea mazingira. Mwezi wa kwanza tunasema ni mwezi wa kuzoea mazingira. Baada ya mwezi umezoea mazingira ya pale, unaweza kuanza kujiongeza peke yako. Kwamba ulikuta huwa wanatuza uchafu sehemu fulani, lakini ukiangalia hapajakaa vizuri, ni sehemu inaonekana. Unatafuta sehemu kidogo ya kuficha, panakaa sio pa kuficha, maana maanisha kuficha uchafu, no. Sehemu ambayo ukiweka kile kidustbin kinakaa hakiboi. Anaona kabisa kweli huyu mtu amefanyaje? Amejiongeza. Umekuta washroom kwao walikuwa wanasafisha mara moja kwa siku. Ongeza, add value, wewe safisha mara 2. Umekuta walikuwa hawana air fresh, hawana vifaa vya washroom. Muandikie madamu wako, muandikie saa pale kwenye karatasi. Mpelekee, samani madam, tunaweza tukaununue hivi vifaa ni vizuri, yani itatengeneza hewa nzuri chooni. Kwa unafikiri kweli huyo mtu ataacha kukupenda, ataacha kukung'ang'ania mwisho wa siku kwenye mkataba? Client hawampendi mtu kwa sababu wewe sijui una muonekano gani ama wewe sijui ni nani kwa sababu ya jina lako, hapana. Kitakachomsababisha mtu akung'ang'anie na kukupenda ni huduma unayompatia. Sawa? Kwa hiyo ndio huku kujiongoza na kujiongeza. Lakini mtu mwingine mwaka mzima amechoka kuongea. Ndugu yangu ifika mwaka anakuambia tubai. Atakuja huku kituoni atapata dada mwingine kwa sababu mwaka mzima ametumiaga kuongea tu, kumuelekeza mtu kila siku. Mtu ajiongeze. Lakini jambo la tatu ni unajisikia kuwajibika binafsi. Ambayo unaambia unachukulia matatizo ya mwajiri wako kama yako binafsi. Yaani kuvaa viatu vya mwajiri wako. Kama na wewe je, ungekuwa mwajiri kwa muda huo, ungehitaji kufanywa vitu gani? Ama kwa namna ambavyo unamuona mwajiri wako na ratiba zake. Je, wewe unafikiri yeye anahitaji kupata huduma kwenye level gani? Wewe peke yako unatakiwa unawajibika binafsi yako tu, unavaa ule uhusika kwamba kweli mimi ningehitaji kuhudumiwa hivi. Ningehitaji nikitoka kazini sio tena stress za naulizia mbona usafi chumbani haujafanywa. Nahitaji nikitoka zangu kazini kila sehemu ni pasafi. Nikika zangu ninakaribishwa maji, nimeshawekewa maji bafuni, kuna maji ya kuoga, nikitoka kuna chakula mezani. Yaani ile namna fulani ya kupata huduma nzuri kutoka kwa dada. Kwa hiyo na wewe sasa uko kujiwajibisha binafsi ndiko kunakohitajika kwenye hili swala la ufahamu wako. Hii yani achilia mbali kufanya kazi nzuri. Hapa hatujafika kule kwenye sijui kupika chakula bora. Hapa ni ile tu namna ya akili yako imewaza kufanyaje kazi. Kutoaje huduma, akili yako wewe inafikiri nini? Je, upo tu pale kwa sababu vyombo vipo nitatakiwa nioshe alafu basi nilale? Kuna mwingine anakuambia mimi nilikuwa natumia simu kwa sababu kazi ziliisha. Lakini ukienda kukagua madirisha ni machafu eti kwa sababu tu hajaambiwa asafishe madirisha.
au kwa sababu tu usafi wa madirisha ni mara moja kwa mwezi, kwa hiyo huwezi kuyafuta kwa sababu wewe unasubiri mwezi ufike. Huko ni kuto kujiongeza, si ndio? Ukiona ni machafu, muda wa kusafisha hujafika, lakini una muda wa kusafisha, unayasafisha, sawa? Kwa sababu ndio maana uko pale kuweza kutatua changamoto zake.